katika kaunti ya Machakos katika swala nzima ambalo tunazungumzia siku ya leo, siasa za mlima, malumbano kati ya naibu wa rais wa sasa Profesa Kithure Kindiki na vile vile Rigathi Gachagua aliyokuwa pia naibu wa rais miaka ambayo imepita pale nyuma. Yameathiri vipi upande wa uungwaji mkono wa serikali katika upande huu wa mlima, na vile vile hapo mwaka 2027 huenda mlima ukapiga kura katika kapu moja, pengine kapu la upinzani au kapu la serikali. Basi hapa katika kaunti ya Machakos wananchi na maoni mseto, na haya ndiyo maoni yao. Kwa majina ni Francis Musini, mkazi wa Machakos. Kulingana na hali ya kisiasa iliyoko saa hii na ambayo tunaona ni dhahiri kwamba kutakuwa na mabadiliko, mlima kura zote za mlima zitaelekea kikapu kimoja, of which zitakuwa katika upande wa upinzani, isipokuwa upande wa kutoka Tharaka Nithi ambako naibu wa rais ako na ushawishi kidogo, ambao uko Tharaka Nithi anaweza pata kura kidogo ambao sio zote, lakini mlima hiyo jamii za Gema huenda zote zikaweka kikapu kimoja kura zake. Ukiangalia vile mikutano ya siasa imekuwa ikifanywa na hata ukienda mashinani na kuongea na watu moja kwa moja, utaona kuwa katika upande wa milimani Gachagua hapo na ushawishi mkubwa sana. Maongezi yake na pia zile vitu ambazo anaongelelea ni zile zinashika Wakenya ambazo wanaona kama wanadhulumiwa, na anaongea vile inaweza tatuliwa uongozi ukitolewa, uongozi ambapo uko saa hii ukitolewa katika uongozi katika serikali. Kindiki kwa sasa hata kwa jamii yake ushawishi wake ni mdogo sana, sababu wakati anapoongea hapatii mwongozo ambao unaweza tatua mashida ambazo Wakenya wako nazo. Jina langu ni Alois Makau Mutua, mfanyabiashara hapa Machakos Town. Langu la kusema la Gachagua na Kindiki ni hili ya kwamba tunajua Gachagua ako na ushawishi mwingi katika mlima, na tunajua tena kuna sehemu ya Mount Kenya kama Mbeere, Tharaka Nithi, tunajua wao watu hakika wao wamekuwa katika upande wa Ruto, lakini tunajua the big part of mlima Gachagua na watu wake na watu opposition wako na sauti, na hakika hata hakuna Mkenya akwe hata Mkalenjin ama akwe kila Mkenya amepinyiliwa. Kwa hivyo sauti ya mwenye amepinyiliwa iko na Gachagua. Tunajua system ni Kindiki na Ruto, na tunajua wananchi hawako hapo. Naweza sema kwamba mlima utapiga ile percentage kubwa like 80% lazima ipige upande wa opposition katika mlima, kwa maana hakuna mwenye aoni yenye Wakenya wanayapitia, na wengi wao tunajua mlima na all parts of Kenya speaking in one voice. Hakuna mwenye anajua Kindiki sana. Kindiki ana mizizi kama wale wengine. Naam, wengi katika eneo hili ambalo ni ngome ya kiongozi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wakiendelea kuvuta kamba upande wao, maana anasema kila mwamba ngoma huvuta upande wake. Basi wengi maoni yao yakiashiria kwamba 2027 upande wa Rigathi Gachagua utaweza kuchukua nafasi kubwa zaidi katika kura za mlima Kenya. Mimi ni Nicholas Mbai, narejesha kwenye studio kwa matangazo zaidi. Naam, asante sana Nicholas Mbai ukiwa maeneo ya Machakos. Hebu tuelekee maeneo ya Taita Taveta tuungane naye mwandishi wetu kutoka maeneo hayo Julius Mariki. Kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, wakazi wa maeneo ya Taita Taveta wanasema nini kuhusiana na siasa za mlima? Shukrani.